Ndugu wanahabari, leo tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, mimi Moses Joseph Machari nalazimika kutoa taarifa kwa umma hapa wilayani Mkarama kuhusu maneno, uzushi na upotoshaji unaofanywa na baadhi ya wananchi wenye nia ovu dhidi yangu kwamba nilimpatia taarifa Mheshimiwa Naibu Waziri ikiwa ni kuwachongea watumishi aliyolazimika au aliyoamua kuwapumzisha majukumu yao. Wanatumia maneno kuwachongea, na nimeyasikia na kuyaona kwa watu wazima kabisa ambao ninaowaheshimu wengine, huku mengine nikiambiwa. Napenda ifahamike kwamba kwanza, kumchongea mtu ni kumtolea taarifa za uongo, yaani tofauti na uhalisia. Sasa hivi mimi kweli naweza nikasimama mahala na kuweza kumtolea mtu taarifa za kumchongea? Siwezi kufanya hivyo na sina sababu ya kufanya hivyo. Jambo la pili, sio utamaduni wangu kukutana na waandishi wa habari kuzungumza mambo katika sura hii, lakini leo nalazimika kwa sababu nimekuaga kimya, halafu watu wanateka advantage kuzungumza mambo pengine wakiamini nitakaa kimya, na lazimika kusema leo. Moja, ifahamike kwamba tarehe 4 ya mwezi wa kwanza mwaka huu 2026, Mheshimiwa Reuben Kwagilwa, mbunge, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, alifanya ziara katika wilaya hii na ambapo alikagua miradi, na kabla ya kukagua miradi nilimsomea taarifa kuhusiana na hali ya wilaya na kumweleza baadhi ya changamoto zilizopo katika halmashauri yetu. Miongoni mwa changamoto hizo ni kuwepo kwa uchakachuaji wa miradi. Wamekuwa watumishi wa halmashauri yetu wakihujumu miradi kwa kutozingatia matakwa ya BOQ. Kwa mfano, BOQ imeelekeza tunapojenga madarasa lazima kule kwenye foundation au kwenye sakafu au kwenye floor uweke mawe katika ile itifaki ya aggregate, kwa maana ya kokoto, sandi, mchanga au moram kwa maana ya kifusi, lakini pia hali kadhalika kitu kinaitwa hardcore ambayo inarejelewa kuwa ni mawe. Sasa hii tabia ya kutokuweka mawe imekuwa sugu. Tulitekeleza mradi mwingine wenye thamani ya shilingi milioni 544 mwaka juzi pale katika kijiji cha Kidarafa. Tunajenga shule mpya ambapo serikali kuu ilileta shilingi milioni 544. Wakafanya uchakachuaji wa kuweka mawe, nikawaambia wabomoe sakafu na watumie gharama zao kuweza kuhakikisha wanapata mchanga, wanapata saruji, ili tusiwapeleke kwenye vyombo vya sheria ikiwemo mahakamani. Wakafanya vile, nikawasamehe na kisha nikawaonya wasirudie tena. Ilikuwa mwaka 2024. Disemba mwaka 2025 wamerudia kutenda vitendo vile vile. Tunajenga shule mpya pale ambapo ni mradi wenye kugharimu shilingi milioni 302 na laki mbili. Fedha zimezotolewa na serikali kuu. Kati ya vyumba 8 hawajaweka mawe kwenye vyumba 7. Kati ya vyumba 8 hawajaweka mawe kwenye vyumba 7, na wameandika kwenye documents kwamba walinunua mawe. Huu ni wizi ambao uko hadharani, na vitendo hivi haviwezi kuvumilia. Hata kama kuna watu wanawalinda, niko tayari binafsi kuweza kubeba gharama yote ikiwezekana kunigharimu hata utumishi wangu, lakini nitasema kweli daima na kuhakikisha vitendo hivi vinakoma. Kama hiyo haitoshi, halmashauri hii imekuwa na tatizo au na tabia hata ya kutokamilisha miradi pale inapopewa fedha na serikali kuu. Kwa muda mrefu sana toka nilipohamia katika wilaya hii, nilifika hapa tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 2023. Nimekuta miradi mbalimbali ikiwa inatekelezwa haikamiliki. Kwa mfano, mwaka wa fedha 2021-2022, serikali kuu chini ya Rais Dr. Samia kwa mapenzi na wananchi wake ilitoa fedha kiasi cha shilingi milioni 500 ili kujenga kituo cha afya pale Gumanga. Kituo hicho hakijakamilika mpaka leo, toka mwaka wa fedha 2021-2022. Wamekamilisha baadhi ya majengo, lakini jengo la OPD mtu yeyote atoke na aje aende akaangalie, halijakamilika, limeishia kwenye kupauliwa. Milioni 500 zimekatika, wakati maeneo mengine nchini wanakamilisha vituo kwa pesa hizo. Pili, pale katika kijiji cha Irunda, katika kata ya Irunda wilayani hapa Mkarama, pia serikali ilipatia halmashauri yetu kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kujenga kituo cha afya,
nacho akija kamilika, watazamaji watazame picha hizo, milioni 500 imekatika, kituo hakijakamilika. Na hata aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Singida wakati huo mwaka 2023 Mheshimiwa Peter Joseph Serukamba aliwahi kufanya ziara, akaelekeza halmashauri kamilishe kituo hicho, hakijakamilishwa. Hatima ya mradi huu na miradi hiyo mingine haifahamiki. Kama hiyo haitoshi, pia mwaka huo wa fedha 2021/22 serikali kuu ilitoa fedha kwa ajili ya kujenga wodi 3 kwenye hospitali ya wilaya: wodi ya kina baba wanaume, wodi ya kina mama na wodi ya watoto. Pia ilitoa milioni 500. Mradi ule nao haukukamilika. Majengo yale yalikaa kwa muda mrefu mpaka halmashauri wakaomba tena pesa serikali kuu. Serikali kuu ikaongeza, mbali na hiyo shilingi milioni 500, ikaongeza tena milioni zaidi ya 123. Ndipo majengo hayo yamekamilishwa mwaka jana 2025 na mwenge ukazindua. Kama hiyo haitoshi, kuna mradi wa ujenzi wa shule mpya pale katika eneo linaloitwa Kisubiu. Kuna shule ya sekondari Kisubiu katika kata ya Ibuguno. Serikali kuu ilitoa pia milioni 470 kwa ajili ya kujenga shule mpya ya Kisubiu. Shule ile ukienda utasikitika, maabara zote hazijakamilika, nyingine hata hazijapigwa plasta. Maktaba imepigwa rangi, majengo yale yamejawa na buibui, ndio yametanda pale, rangi inapauka, fisher boards zinatoka. Haifahamiki hatima ya majengo haya. Milioni 470 zimetoweka pia katika eneo hilo. Kama hiyo haitoshi, pale katika kijiji cha Msingi, shule ya msingi Daraja, serikali ilitoa milioni 125 kujenga bweni, haukukamilisha pia. Ikabidi mkurugenzi akatumia pia mapato ya ndani kuongeza kuweza kukamilisha bweni hilo. Ilikuwa ni mwaka wa fedha 2022/2023. Bweni hilo nalo wakasema limekamilika, mwenge ukapelekwa pale, ukataa kulizindua mwaka 2024 kwa sababu ya changamoto zilizobainika. Kama hiyo haitoshi, ni kwamba kulikuwa kuna zahanati katika kijiji cha Kenke pia ambako walipewa kiasi cha shilingi milioni 50 kukamilisha maboma. Maboma yalikuwa yamekamilika ili zahanati iweze kukamilishwa na hatimaye kuweza kutoa huduma. Hawakukamilisha pia, mpaka ikabidi watumie tena mapato ya ndani kuweza kukamilisha zahanati hiyo. Zahanati pia ya kijiji cha Mnung'una katika kata ya Matongo, serikali kuu ilitoa pia milioni 50 kukamilisha boma lililokuwa pale. Zahanati hiyo haikukamilika pia kwa hizo milioni 50, ikabidi tena waongeze pesa za mapato ya ndani. Haya yote yanafanyika maeneo mengine nchini wanakamilisha. Nina uzoefu, nimekuwa mkuu wa wilaya katika maeneo tofauti, lakini nimewahi kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuweza kusevu kwenye kamati zifuatazo: kamati ya Bunge ya miundombinu, lakini pia nimewahi kusevu kwenye kamati ya Bunge iliyokuwa inashughulikia mamlaka ya serikali za mitaa. Ninaelewa, nimezunguka kwenye nchi kuweza kukagua shughuli mbalimbali za serikali na za kibunge. Nimeona, ninajua hapa kwetu kuna tatizo la uaminifu, na uaminifu huo unakosekana kwa sababu ukifanya uchunguzi utabaini kuna baadhi ya mambo wanakwenda wanakurudi na wazabuni wana inflate price, wanarusha bei katika kununua vifaa vya ujenzi, na matokeo yake ndio miradi haikamiliki. Nazungumza haya mambo ambayo nimeyafanyia utafiti, nimeyafanyia uchunguzi, na hivyo napenda kutumia fursa hii kuwafahamisha wananchi kwamba wanaosema kwamba Mheshimiwa Naibu Waziri aliwasimamisha wale watu baada ya mimi kuwa nimewachongea, watafakari mara mbili. Sina tabia hiyo, na wala sio tabia yangu hata kuzungumza leo toka nimefika katika wilaya hii. Ninadhani ndio mara ya kwanza nazungumza na waandishi wa habari wa pembeni, ukiachana na waandishi wa habari wa serikali ambao nimekuwa nawaita kwa ajili ya kuhamasisha mazoezi fulani, labda uchaguzi au kuna kampeni fulani, labda ni chanjo na masuala mengine. Sijawahi kufanya hiki ambacho nimefanya, lakini leo nimelazimika kufanya baada ya kuona watu wanapotosha na wanataka kunipanda kichwani. Niko tayari kupambana na mtu yeyote ambaye anafanya upotoshaji wa aina yoyote, na napenda kumpongeza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa uamuzi wake aliofanya. Mambo ni mengi, ikiwemo hapa wanaleana hata katika kuchukuliana hatua za kinidhamu. Kuna watumishi watoro alafu hatua zichukuliwe. Kuna haja ya kuweza kufanya kazi. Acha tusubiri kamati ambayo pengine itaundwa na ofisi ya Rais na ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ambayo itakuja kuchunguza mengi, wataona na tuzungumza kwenye haraka. Asanteni kwa kunisikiliza na watakieni kila laheri, na watu wasinichokoze. Nitafanya kazi vile ambavyo inastahili kuweza kufanywa kwa mujibu wa sheria, bila upendeleo, huba wala chuki dhidi ya mtu yeyote.
Asante sana.